Nashid kwa lugha ya Kiethiopia, a very touching nashid, yani heart touching, very emotional. Kwa sisi tunaoelewa Kiethiopia au sisi wa Ethiopia, tunaposikia nashidi hii huwa tunalia. Ni mambo hapo ya wazazi, baba na mama. Wanatajwa baba na mama hapo. Basi msikilizaji, wakati ukitafakari kuhusiana na nashidi hiyo ya baba na mama kwa lugha ya Kiethiopia, kumbuka tumetoka katika mwezi wa mafunzo. Tumejifunza kuhusiana na uvumilivu, subra. Mwezi wa Ramadhan tumejifunza namna ya kusubiri, tumejifunza namna ya kushikilia ibada, hususan ibada ya swala. Tumejifunza pia kuhusiana na swala la kusaidia, yani charity, mambo ya kusaidiana. Tumejifundisha pia utu, ubinadamu na huruma, yani generosity. Kwa ujumla tumeweza kujifunza katika mwezi huu wa Ramadhani ambao tumetoka. Pia tumepata ku-experience, yani kuiona hali halisi ya the essence of love. Yani yale mapenzi, unajua kule kualikana, watu wanapoalikana kwenye iftari, watu wanaposaidiana kwa tende na mambo kama yani yale mahaba ya dhati. Tumeweza kujifunza na kupata experience katika mwezi huu wa Ramadhani. Basi wakati sisi tukipitia haya yote Abu, M-Pesa ilitimia miaka 18. M-Pesa ilitimia miaka 18. Yani ilifikisha 18 years. Kwa hapa Kenya itakuwa imefika adult. Yani kwa sasa M-Pesa lazima iwe na kitambulisho. M-Pesa yenyewe itolewe ID kwa sababu imefikisha 18 years. Na mimi nawaambia M-Pesa hongera kwa sababu wametimia miaka 18, wakati mzuri sana, wakati vetting imeondolewa, wakati pia fee imeondolewa, ni bure kabisa. Kwa hivyo M-Pesa umefikisha miaka 18, wakati mzuri, bahwa kabisa. Sasa wakati tukipata mafunzo haya katika mwezi ule wa Ramadhani na M-Pesa kuingia miaka yake 18, katika kuanzisha shughuli hii ya utumaji wa pesa kwa njia ya simu kwa wale wapendwa wako wote, iwe ni hapa nchini na hata katika ulimwengu mzima, basi mwezi wa Ramadhan utabaki kuwa ni mwezi wa kumbukumbu, wa kutuweza kutukumbusha yale mazuri na pia kutuongeza unyoyo, yani kuongeza thabiti nyoyo zetu katika mambo ya self control. Ile unakuwa na self control, utu, kindness, ile utu na imani na huruma, pamoja na kuongeza nguvu ya imani kwenye ibada. Yote haya ambayo tumeyapitia katika mwezi huu wa baraka, wacha tutumie wakati huu kuweza kukumbuka msikilizaji, kusameheana na pia kuweza kuendelea kufanya mazuri au kusaidiana katika mambo mazuri. Ramadhani hii wacha ituletee amani katika ulimwengu wetu na itupatie baraka ambazo zisizohesabika, baraka yani kede. Kutoka kwa M-Pesa wametutakia Ramadhan Mubarak, wakatutakia Eid Mubarak, na pia wakasimama na sisi kwenye funga ile ya 6, na mpaka leo bado wanaendelea kuwa nasi. Na M-Pesa ni mshiriki mkuu katika biashara za wale wanaofanya biashara ndogo, ambapo wamekuwa wakitoa mikopo ili kuwasaidia wale ambao wanafanya biashara ndogo to expand operations, yani waweze kupanua zile huduma zao na biashara zao. Basi wakati huu maalum ambapo M-Pesa inaadhimisha miaka 18, imehakikisha kila mmoja ameweza kufaidika kutokana na biashara zake zile ndogo ambazo wanafanya na kuzipanua kuwa biashara za kadri. Na wakati huo basi M-Pesa imerudisha shukrani kwetu sote kwa kuliwezesha taifa hili kuwa taifa la M-Pesa. Na je, unajua ya kwamba kulipa katika till number au iwe ni ile wenyewe wanasema pochi la biashara, iwe ni njia yote nyingine ile ya kulipa na M-Pesa, shilingi 100 hutozwi lolote, hutozwi hata shilingi, hata ndururu pia hulipishwi, ni bure kabisa, ni sare kutoka kwa M-Pesa, ambapo M-Pesa safe and secure partner for growth. M-Pesa wao wako na wewe katika hali salama kabisa kukuwezesha wewe kukua katika masala haya ya kiuchumi. Tunamwambia M-Pesa happy birthday. Hiyo kizungu ukiambiwa happy birthday unajua, lakini sasa unaambiwa happy 18th birthday, kwa sababu kila wakati katika kuweza